Tuendelee hapa. Neno Mungu linasema ya kwamba ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Tuendelee. Ukipendwa na baba yako au Mungu mwenyewe kama Mungu Baba ambaye tunamwamini, au Mungu hata wa mwili, ndugu watakuchukia. Kwa maana siku ambayo ulipendwa na Mungu, ndugu walijua kabisa huyu sasa ameshapoteza. Kwa sababu mtu anayependwa na Mungu mara nyingi anachukiwa na watu. Mtu anayependwa na mzazi wake mara nyingi anachukiwa na watu. Ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo tunatakiwa kuishi kiolela ni maisha ya kusudi. Maisha ya kusudi, ukiishi kiolela utaumia. Ukiokolewa na Yesu, ukizaliwa katika Yesu, Yesu hatakuacha. Tukumbuke hili agano ambalo tunaenda kujifunza linaendelea kumfuatilia nani jamani? Ibrahimu. Angalia ni kizazi cha ngapi? Ni miaka mingapi imepita? Lakini bado kitu kinamfuatilia. Ukitaka watoto wako wasiteseke, ukitaka uzao wako usiteseke, jiungamanishe kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Mungu tuliye naye ni mwaminifu. Uaminifu wake ni kizazi hadi kizazi. Usiogope kama umezaliwa katika Yesu. Yesu hatakuacha. Anasema haya, njoni tusemezane. Anaruhusu kusemezana. Maana kuna kitu ambacho Mungu amekiweka kwa mtu ambaye amebeba agano. Ukipakwa damu ya Yesu Kristo, hata kama Misri wote wanauawa, kama mlimo wa mlango wako umepakwa damu ya Yesu, damu ya mwanakondoo imepakwa kwenye mlimo wa mlango, wengine watakapokuwa wanauawa, wewe hautauawa. Sio kwamba taarifa ya kifo haitatangazwa katika mji. Taarifa ya kifo itatangazwa katika mji, lakini tangazo hilo litakuwa halikuhusu, kwa sababu damu ya Yesu imeshapakwa katika mlimo wa mlango. Ukisoma kitabu cha Kutoka, Biblia inaeleza wazi damu ya Yesu ilipopakwa kwenye mlimo ya mlango kule Misri. Akasema ya kwamba wale watu wa agano wapake milango yao damu ya Yesu Kristo, damu ya kondoo, kama picha. Ile damu ilipopakwa, mtumishi wa Mungu, Biblia inasema hivi, wale watu, yule malaika wa kuangamiza alipokuwa na vita, wale hawakuangamia. Bwana asifiwe sana. Nikuombe mtumishi wa Mungu, paka damu yako kwenye kazi zako, kwenye maisha yako. Wengine watakapokuwa wanaangamia na kuzama, wewe hautazama, na kuhakikishia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Ndugu zake walianza kumchukia Yesu. Wakamchukia Yesu. Wanamchukia kwa sababu gani? Kwa sababu wanapenda. Watu wapende, tupende, ili tufanikiwe kutia upendo wetu. Kwa sababu kiini cha kutendewa mema kwa mwanadamu ni kupenda. Iwe kazini, mahali popote, tukipendwa na mabosi, tukipendwa na watu, watu watatengeneza njia ya kila namna ili tusipende. Unaweza kujiuliza kivipi kwa namna gani? Twende moja kwa moja kwa Daudi. Daudi aliposogelea mahali ambapo vita inapigwa, Eliabu alimchukia. Tunasema kabisa kwamba wewe unakuja kufanya nini? Huko hapa watu wanaopiga vita, wewe ndio kuchunge kondoo. Kwa vile kulisha ni ukikaa eneo ambalo umebeba mafanikio yako, watu wanaanza kuonea haya. Sasa anasema hivi, anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Hapo ndipo tunapopitisha neno linalosema wadhani yako kuna amani, ndipo walipojibu wajao. Kwa nini? Wakafi. Wakaanza kusema kwa amani, lakini bado haikuwa sababu ya Mungu kuacha kutenda mema, kuacha kutenda makubwa kwa Yesu. Sasa Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi.
Akasema sasa, kwa sababu hawa ndugu hawaniangalii kwa jicho la amani, wewe ndio wasimulie basi kitu kizuri. Akaota ndoto. Akasema nini? Watoto wa Bila, ndio niwasimulie. Watoto wa Wazipa, ndio niwasimulie. Akawasimulia. Biblia inasema hivi, wakazidi kumchukia. Biblia hapa inatufundisha kupitia mstari wa 5. Ndoto yako wewe ndio unayejua. Usimanganie na sisi tuijue. Ndoto yako wewe ndio unayejua. Ndio maana aliposimulia wakazidi kumchukia. Bwana alisimulia kitu kibaya? Hakusimulia kitu kibaya. Alisimulia kitu kizuri. Lakini wakazidi kumchukia. Unapo washirikisha watu malengo yako ambayo Mungu hajaruhusu washirikishe, watu wazidi kuchukia. Ndio maana miongoni mwa gharama ambazo Mungu amezifanya kwenye kubeba agano la Mungu, gharama kubwa sana ni kuhakikisha kila yule mwanaondoka maeneo na kufanya mambo makubwa. Ndipo akina Yakobo anaanza kurudisha baadaye zile nchi za Kanaani. Anasema wakazidi. Sita, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga migawa shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama migamba yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Yaani Yakobo ikainama mbele ya mganda wake. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Naye utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Sasa hapo naweza kujifunza. Yeye alikuwa anasimulia tu kwa uzuri. Sawa ndio sawa. Sasa sio vibaya kuwashirikisha. Biblia inasema ya kwamba alipowaambia, sasa na maana sisi kama umeota migamba yetu sisi inainama mbele ya mgamba wako inazunguka. Maana sisi tutakuja kukuabudu wewe Yesu. Tutakuja kukuinamia kwa lazima. Kwa hiyo Biblia inatufundisha nini? Watu hawapendi uwe juu yao. Iwe kwenye familia, hata kama ni watoto wa baba mmoja na kadhalika. Watu hawapendi uwe juu yao. Hiyo ni kanuni ambayo Yusufu anatuonyesha. Hawakusema Yusufu ni ndugu yetu, hata akiwa juu haina shida. Sawa tu, kwa sababu huyu Yusufu akifanikiwa na sisi tumefanikiwa. Hawakubali. Wakazidi kumchukia. Sasa ingawaje kusimama kwenye kusudi la Mungu kwa lugha nyepesi, kwa kuangalia picha ya kimafanikio ambayo mtu amefanikiwa, inaonekana ni nzuri, inameremeta, inapendeza, na watu kusema hapo mbele tutakuja tuone walienda watu kipindi chake tokea miaka 7 wakamkuta Yusufu, na Yusufu alikuwa mwepesi kutambulisha haraka, alikuwa ni mtu mwenye utulivu, hajahamaki kwa sababu ya kile ambacho alikipata. Tunaona walipoanza kuinamia, walianza kuinamia kabla hawajajua kama wanainamia Yesu. Wakaja kujua baadaye, wameshainamia, wamechoka. Wakasema kumbe ulikuwa wewe Yesu. Lakini Biblia inatueleza wazi hapa, wakazidi kumchukia. Wakasema sisi tutakuja tukuabudu wewe. Kwa kwenye maisha, fanya chochote ufanyacho, cheka uchekavyo. Hakuna mtu ambaye anatamani uwe juu yake. Hiyo ndio dunia ilivyo. Na ndivyo itakavyoendelea kuwa, kwa sababu watu wa agano wameisha na maisha, ila wametuandikia sisi ili tujifunze. Ndio maana unaweza kupata taarifa watu wameuana, kwa nini fulani amekufa? Yule ndo alikuwa anajitahidi kwenye familia, lakini ndo ameuawa. Kwa nini? Yaani ni hivi. Unaposema
kuongeza kiwango cha mafanikio, hakikisha unaongeza kiwango cha ulinzi. Iwe nyumbani kwenu, iwe kwenye ukoo wenu, iwe kwenye biashara yako. Unapozidi kuongeza kiwango cha mafanikio, ongeza kiwango cha ulinzi. Mbona unakuwa mgumu kujifunza? Haujifunzi hata kwa watu wa dunia. Kila biashara inapozidi kukua, kampuni inapozidi kukua, kampuni inapokuwa na mageti mawili, wanahakikisha wametafuta walinzi wawili kwenye kila geti. Sasa usiongezeke kimafanikio ukaacha kuongeza ulinzi katika Mungu. Yaani viwango vya mafanikio vinaambatana na ulinzi. Iwe katika huduma, unapozidi kukua na kuongezeka, hakikisha viwango vya ulinzi vinaongezeka. Hata kama ni kanisani ndiko watu wanapouana. Siku moja mchungaji akatushuhudia akasema ya kwamba hata maaskofu wanawekeana sumu. Yaani ni hivi, usipoongeza viwango vya ulinzi, ukaongezeka kwenye viwango vya mafanikio, ndio kifo kinapoanzia. Hiyo ni Biblia, sio mimi. Biblia inasema hivi, wadhani yako kuna amani, ndipo uharibifu wa jambo kama. Ndio maana hakuna mtu ambaye atafanikiwa kwa viwango duniani kama anaishi kwa amani muda wote. Maisha yanahitaji mtu mgumu, mtu ambaye amani kwake sio sehemu ya maisha, ila kusudi la Mungu ndio sehemu ya maisha yake. Ndio maana miongoni mwa watu ambao utasikia kwamba alikuwa anacheka sana. Biblia nzima tumeisoma katika kitabu cha Mwanzo, watu waliobeba agano, Ibrahim, Isaka, Yakobo, hadi leo tuko kwa Yusufu. Mtu ambaye alikuwa anacheza na mke wake alikuwa ni Isaka pekee yake. Maana wengine wote ambao wamefanikiwa katika Biblia inasema kwamba akina Ibrahim walikuwa na mali na utajiri mkubwa, lakini huwezi kukuta sehemu imeandikwa Ibrahim alicheka hadi akaanguka. Maana Ibrahim alikuwa anaishi kwa kumaanisha, hakupoteza sekunde hata moja. Lakini leo tumesoma Biblia katika Mwanzo 15 mstari wa 27. Biblia inasema hivi, yaani huyu Isaka alishibishwa siku. Sasa kwa nini? Alikuwa ni mtu ambaye amefanikiwa sana. Lakini hakufanikiwa sana tu, alifanikiwa sana kumjua Mungu, akafanikiwa sana kwenye mali, akamiliki sana, lakini hakufa mapema. Tuone matajiri tulionao. Akishafika viwango fulani, anakatishwa uhai. Lakini Isaka alishiba siku. Mwanzo 15:28. Alishiba siku 180. Mungu anasema alishiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Viwango vya ulinzi viongezeke sambamba na viwango vya mafanikio. Sio muda wote umetamani Mungu akuweke kwenye viwango. Muda wote unacheka tu. Hakuna viwango vya namna hiyo. Ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo mimi najifunza kwa Yesu Kristo Mnazareti, Yesu alikuwa anafanya kitu kimoja. Anapoingia kunena na watu, alikuwa anamaanisha. Na alikuwa anafanya uchunguzi. Siku wamempata mbio, wamesafiri, wametoka mbali. Akasema, licha ya kwamba wamesafiri mbali ndio, wamepata mkate. Walifadhaika sana, lakini ndio kweli ndio kweli. Yesu hakutaka mafanikio ya picha iwe kiroho au kimwili. Alitaka mafanikio halisi kiroho au kimwili. Sasa hapa ndugu wakazidi kumchukia Yesu. Na ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi na wewe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Tuzingatie mambo mawili kwa ajili ya ndoto yake, kwa ajili ya maneno yake. Ni hivi, kinachochukiwa ndani ya mtu sio sura yake au mweusi au mweupe au mfupi au mrefu. Kinachochukiwa ndani ya mtu sio vile alivyo. Ndoto na maneno yako inatosha. Hivi ndio vitu ambavyo wanachukia. Ndio maana ukienda mbele za watu ukaongea kuma, wote watacheka kwa furaha ya taboro. Kwa sababu mara nyingi kinachochukiwa ni maneno yako. Ukiongea maneno ambayo wakaona dalili ya kujenga au kufanikisha, wanaweza wasicheke. Kama kuchukia. Yusufu, Biblia inasema hivi, ndugu wa Yusufu, Biblia yangu inaniambia hivi, wakazidi kumchukia kwa ajili moja ya ndoto yake. Hata Biblia haijaficha, imesema na, yaani imetumia kiunganishi na kwa maneno yake. Kwa vitu vilivyowachukiza ndugu
wa Yusufu ulikuwa viwili. Moja, ndoto ya Yusufu. Mbili, maneno ya Yusufu. Sasa ndoto yako, Biblia inasema kwamba mbeba maono hafi hadi yatimie, ila mbeba maono mpumbavu anakufa kabla hajatimia. Biblia inasema hivi, mbeba maono hafi hadi anapotimia, ila mbeba maono mpumbavu anakufa kabla hajatimia. Kwa unaweza kuwa tayari umeshakuwa mtoto wa Mungu aliye hai, unakaa na Mungu aliye hai, unamfanya Yesu aliye hai, analeta uzima, analeta baraka, analeta amani, analeta mafanikio. Lakini kwa kiwango cha upumbavu unakufa kabla hujatimiza maono. Sasa kama mbeba maono hapa anatakiwa awe na kitu gani? Tutaona Yusufu ana kitu gani kwenye mwendelezo wa kitabu chetu cha Mwanzo na kuendelea. 9, akaota tena ndoto, yaani kwa mara ya pili. Akawaambia wenzake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikainama. Tunaanza na mzazi. Nimeota ndoto nyingine, jua na mwezi na nyota 11 zikainama. Zikaniinamia. Sio kuinama, zikaniinamia. Jua na mwezi na nyota na kadhalika. Zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Hapa sasa. Amen. Mwanzoni tumeona Yusufu alipendwa sana. Ameenda sasa hii hapa, akaenda moja kwa moja kumwambia na ndugu wengine tunataka. Alipoambia ndugu, baba yake akamkemea. Yule aliyekuwa anampenda, sikizo kwa makini. Yule aliyekuwa anampenda, akamshonea na kanzu ndefu, akamshonea na kanzu ndefu. Alipopeleka ndoto ya pili, akamkemea. Akasema, ina maana sisi, yaani mimi baba yako, tutakuja tukuinamie wewe hata katika nchi? Tuendelee. Je, mimi na mama yako na ndugu zako, yaani yeye mwenyewe anasema, je, mimi na mama yake na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamsujudu, wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hilo. Yaani licha ya kwamba alimkemea, lakini alilihifadhi neno la Mungu. Kilisema neno la Mungu alinasikiwa hadi na mawe. Kama ulikuwa ujumbe, nataka kuamini neno la Mungu huwa linasikiwa hadi na mawe, hadi na makaburi yaliyokuwa yamekufa, yaliyokuwa yamefukiwa. Nataka nikwambie hivi, hapo mwanzo kulikuwa na neno ambalo ni Yesu. Siku anakufa makaburi yaliyokufa, nyanya katikisika ya pasipasi. Kwa neno huwa linasikika hata kama mtu atachoma. Ndugu zake wakamhusudu, wanaendelea kumhusudu, lakini baba yake akafanya nini? Akalihifadhi neno. Ndio maana mtu mwenye faida kwenye maisha ndiye anayehifadhi neno kuliko maneno ya watu. Kwa sababu kazi ya maneno ya watu duniani yaliwekwa kwa ajili ya kuumiza watu na kutesa watu. Neno pekee la Mungu ni kwa ajili ya kufariji watu na kuponya watu. Biblia inasema hivi, wakamhusudu, baba yake akalihifadhi. Tusome mstari wa 14. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Wakaenda sasa, wameshamhusudu mke mara ya pili, wakaenda kuchunga huko Shekemu. Shekemu tunakumbuka wale ambao tulikuwa pamoja kwa 13. Israeli, yani Yakobo, akamwambia Yusufu, je, ndugu zangu hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Yaani maana akakubali. Sasa njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa, twende pamoja. Akamwambia, mimi hapa bado niko tayari kutume. Akamwambia, nenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi lao li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebron, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta kwanza,
Kwanza tunaona ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo. Wametangulia kwenda kuchunga kondoo. Mara nyingi hata katika kazi ya familia, watu ambao wakila na kuchukiza, wao wanaondoka nyumbani, wanaendelea na shughuli zao. Maana wanadharau kitu ambacho unacho kwa kiasi kikubwa sana. Usikate tamaa. Hivi duniani hatuleta kuishi, tumekuja kutimiza kusudi la Mungu. Kwa kitu chochote ambacho kiko nje na kusudi la Mungu, ni sehemu tu ya sisi kuishi. Wakaondoka. Hapa kidogo kunatokea, wakaondoka. Na kwa sababu wenda walikuwa wengine ni watoto wa mke mwingine. Sasa yale watoto wa kwa sababu tukijifunza Biblia tunaona ya kwamba Raheli alizaa watoto wawili ambao tunawasimulia sana. Tuna nani na Benjamin. Wakati ambao Raheli alikuwa anajifungua, nadhani alifia njiani. Lakini alitiwa moyo akaambia kwamba usio maana tutazaa mtoto wa kiume. Lakini alifia njiani. Na kwa ufupi ni kama alikufa kwa uzazi. Basi alipomzaa Benjamin akafa. Wakamzika kule katika ile safari. Sasa tuachane na haya. Tujifunze hapa. Alipotumwa Yesu alikubali pamoja sana. Kweli. Mtu mwenye utume wa Kristo huwa anaonyesha dalili ya binadamu. Yesu alikuwa hana utume wa kuja kutuma na Mungu. Asingekubali kutumwa na watu. Kwa maana alipotumwa akasema mimi hapa nakubali. Kwa tunaona kitu gani? Akasema nenda kawaone, alafu nileteni taarifa. Maana cha kwanza tunaweza kufikiria kitu kingine hapa ni kwamba Yesu alikuwa na asili ya kuwa mkweli. Anaweza kuleta taarifa kamili. Ni watu gani wameweza kuwa hawajaaminiwa na mambo makubwa na kampuni na taasisi kwa sababu hawaleti taarifa kamili? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiokoka ishi kwa kumaanisha. Acha mkumbo, acha mchekeshi. Acha bla bla na maisha. Ishi kwa kumaanisha. Yaani kisha mpokea Yesu pa ujue ndio mwanzo wa maisha kisha. Sikuwa mkubwa kazi nyingine. Kufanya ziara kuhubiri mtaani. Kufanya hiki na kile. Nikamuuliza kwa nini mimi? Akasema nimeona hivyo. Basi nikaondoka. Nimerudi nataka nikupe taarifa. Akasema mimi naamini taarifa. Sibadilika. Sasa maneno ni mlokole wa ajabu pekee anayesubiri muujiza wa Mungu. Asijua hata usima kama alionao akiwa alizonazo. Yeye anaweza kwenda kanisa kuongea muujiza. Kumbe yeye ni muujiza. Sasa kwa nini inatokea hivi? Kwa sababu watu wanapomwamini Yesu wanakuja wanaanza kuishi kama walivyokuta wengine wanaishi. Hawaishi kama walivyoitwa katikati ya wengine wanapoishi. Hawezi kuona Mungu. 15. Mtu mmoja akamkuta, malizia hapo. Mtu mmoja akamkuta naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, "Unatafuta nini?" Akasema, "Nawatafuta ndugu zangu. Tafadhali uniambie mahali wanapoishi." Leo tutaendelea. Sasa anaenda kule kuwatafuta ndugu zake. Mungu ajabu sana. Yaani Mungu, wewe usiogope kwenda. Mungu akwambia wewe. Ameshaandaa mazingira. Ameenda pale aelewe ndugu zake wao. Akamkuta tu tunafanya njema. Anasikilishwa. Atoe taarifa za uelekeo kwa ajili ya Yesu. Anasikilishwa. Mbona ni aibu kuamini kwamba Mungu atakupeleka mahali kama unamwamini? Ni aibu. Ni aibu sana. Mungu anaweka watu wanasubiri ili atimize mambo yake makubwa ambayo yamepangwa. Eleza sasa. Kama tunaona hapa, Biblia inasema kwamba wewe tulikuwa tunafanya nini jamani? Sisi Biblia inasema anazunguka
ili wewe utimize malengo yako. Mungu akubariki.